Sehemu ya 3. Tulishia sehemu ya pili mahali ambapo Danieli alikuwa mbaki amesimama, miguu ikimtetemeka, akiwa hajui ni nani alimuuzia Biblia, ikiwa hapakuwa na kibanda chochote kwa zaidi ya miaka 20 katika eneo hilo. Twende pamoja katika sehemu ya 3 tuweze kujua nini ambacho kiliweza kutokea. Majibu ya maswali tuliyojiuliza sehemu ya pili, basi katika sehemu ya 3 tunaweza kupata majibu yake. Danieli alibaki amesimama katikati ya soko, akihisi dunia nzima ikimzunguka. Aliwauliza watu zaidi ya 10. Wote walimjibu lile lile: kijana, hapa hakujawahi kuwa na kibanda cha vitabu kwa miaka mingi. Mwili wake ulisisimka. Aliporudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa, aliketi kitandani, akashika kichwa chake na kuanza kulia. Mungu, nimefanya nini? Usiku huo hakupata usingizi. Ndoto ya ajabu ilimjia. Alimwona mama yake akiwa ameshika Biblia ile ile aliyoiuza. Alikuwa akitabasamu huku akisema, mwanangu, hukuuza karatasi, uliacha sauti ambayo ilikuwa inakuongoza. Lakini mlango wa rehema bado haujafungwa. Danieli alishtuka usingizini. Machozi yalikuwa yamemjaa usoni. Asubuhi na mapema alikimbia kwenda kwa mama yake. Alipofika alimkumbatia na kulia kama mtoto mdogo. Mama yake alishtuka. Daniel, kuna nini mwanangu? Kwa sauti ya huzuni, Danieli alisimama, alisimulia kila kitu. Mama yake hakumkemea wala hakumlaumu Daniel. Alimshika mkono na kusema, mwanangu, Mungu hasikitishwi na Biblia iliyouzwa. Husikitishwa na moyo unaomwacha. Ukimrudia kwa toba ya kweli, atakupokea. Maneno haya yalipenya moyoni mwa Daniel. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alipiga magoti, akalia mbele za Mungu. Hakumuomba pesa, hakumuomba kazi. Alisema tu, Baba wa mbinguni, nisamehe. Nimekuthamini kidogo kuliko matatizo yangu. Nirudishe karibu nawe. Kulikuwa na amani ambayo hakuwahi kuisikia hapo awali. Toba ya kweli ilirejesha ushirika wa Danieli na Mungu. Toba ya kweli ilimfanya Danieli ajisikie mwenye amani ambayo hapo kwanza hakuweza kuipata. Miezi michache baadaye, Danieli alipata kazi. Haikuwa kazi kubwa, lakini alifanya kwa uaminifu. Maisha yake yakaanza kubadilika. Hatua kwa hatua. Siku moja alipokea mshahara wake wa kwanza. Badala ya kununua simu mpya kama alivyokuwa amepanga, alienda kwenye duka la vitabu akanunua Biblia mpya. Ndani ya ukurasa wa kwanza aliandika, niliwahi kuiuza Biblia kwa shilingi 5,000 kwa sababu nilidhani matatizo yangu yalikuwa makubwa kuliko Mungu. Leo najua kuwa si Biblia niliyokuwa nimeiuza, bali nilikuwa nimeanza kuuza imani yangu. Kamwe sitarudia kosa hilo. Miaka kadhaa baadaye, Danieli alipokuwa akitoa ushuhuda kanisani, alimalizia kwa maneno haya:
Usikubali shida zikufanye uuze kile ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya wokovu wako. Fedha zinaweza kuisha ndani ya siku moja, lakini neno la Mungu linaweza kubadilisha maisha yako milele. Funzo: mtu hatafaidika nini akiupata ulimwengu wote lakini akaipoteza nafsi yake? Biblia, Mathayo 16 na ule mstari wa 26. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya Alipouza Biblia kwa shilingi 5,000. Natumaini umepata mengi ya kujifunza kupitia kisa cha ndugu yetu Daniel. Natumaini umepata kujifunza vingi. Ndugu yangu, tunaweza tusithamini imani, tunaweza tusithamini wokovu, tunaweza tukafanya mambo ambayo tukaona kwamba kwa wakati huo yanatuletea faida, lakini kumbe mwisho wake ni mbaya zaidi. Dunia sasa, shetani amejaribu kuyafanya na kuyahalalisha yale mambo ambayo ni mabaya na kuwa ni mambo ya kawaida, na yale mambo ya kawaida kuonekana ni mambo haramu. Lakini ndugu yangu, neema bado ipo. Mungu bado anakuhitaji. Mungu bado anakupenda. Angalia hayo maisha ulionayo. Anaithamini roho yako. Mpe leo Yesu maisha yako, ageuze kila kitu ndani yako. Aufunge ule ukurasa wa kwanza, afungue ukurasa mpya. Amua kubadilika sasa. Mrejelee Bwana Yesu na yeye atakubadilisha. Uwe na wakati mwema. Usiache kufuatilia tena na tena katika CA Vision TV. Yako mambo mengi ambayo tutaendelea kuyaachilia hapa kupitia CA Vision TV. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Uwe na wakati mwema, na hii ni CA Vision TV, sauti ya matumaini, nuru inayoangaza.